Mtakumbuka serikali imetoa leseni kwa wawekezaji, leseni za kati na leseni kubwa. Bahati sana walisaini wengine mbele ya Mheshimiwa Rais, lakini kampuni nyingi zilizopewa leseni hazijaanza kufanya kazi na zinakiuka sheria kwa mujibu wa sheria inavyoelekeza ya masharti ya kwamba ukipewa leseni lazima uanze kazi katika muda wa miezi 18 tangu kutolewa kwa leseni hiyo. Zipo kampuni nyingine kubwa kabisa katika nchi yetu ya Tanzania kisha saini mikataba nayo, lakini hawajaanza utekelezaji wa miradi yao mpaka leo tunapozungumza. Hivyo Wizara ya Madini imetoa hati za makosa kwa wamiliki wa leseni 95 kuwapa siku 30 ili kama wana hoja ya kujibu kupitia hati ya makosa hii ya kutokuanza shughuli za uchimbaji wa madini nchini, walete majibu yao ili baadaye tuweze kuyapitia, tuyahakiki. Kama wana hoja tutawaondolea katazo. Kama wana hoja, nataka niwathibitishie ndugu waandishi wa habari, bila kujali nani aliyepewa leseni, tunakwenda kufuta leseni za watu wote ambao tuliwapa leseni za kati na kubwa na mpaka hivi leo hawajaanza kufanya kazi. Nina orodha ya leseni 95 kubwa ambazo mpaka leo hazijaanza kufanywa kazi. Leseni 7 tu katika hizi 95 nikiziweka pembeni zina mtaji wa shilingi trilioni 15 zimelala. Hii haiwezi kuwa nchi ambayo sisi tuko bize kutoa leseni kwa ajili ya kuchochea sekta ya madini kukua, alafu kuna watu wanachukua leseni wanakaa nazo hawazifanyii kazi kwa visingizio kwamba tuko kwenye majadiliano na serikali na sababu mbalimbali. Leo nimewaita hapa kuambia msimamo thabiti wa serikali ya kwamba kwa wale wote waliopewa leseni za uchimbaji za kati na leseni kubwa, tumewaandikia hati ya makosa ndani ya siku 30 walete majibu yao kwa nini tusiwafutie leseni. Na nimesema yule ambaye atatujibu na kutoa sababu, Tume ya Madini ipo, tutakwenda kuhakiki majibu yake site na kile ambacho amekifanya, ili kama kuna namna ya kumuondolea hilo zuio na katazo tunamuondolea. Lakini kwa ambaye atashindwa kuthibitisha, ni maamuzi magumu, lakini lazima tuchukue kama nchi. Tafuta leseni bila kujali leseni ya nani, tafuta leseni. Hauwezi ukauweka mtaji wa trilioni 15 umekaa kwenye makaratasi, na kule kuna Watanzania ambao tunategemea kwamba mradi hii ikianza ajira zitaongezeka, uchumi wa nchi yetu utakuwa, mapato yataongezeka. Leo kuna watu wachache wanajifichia katika mazungumzo ya serikali. Leseni ya madini ikitolewa ina masharti nyuma yake kwenye ile karatasi. Hakuna sharti linalosema kwanza mtu ataanza uchimbaji wa madini nchini Tanzania akikamilisha mazungumzo na serikali. Si sehemu ya sharti. Masharti ni kwamba ukipewa leseni lazima uanze uchimbaji ndani ya miezi 18. Vinginevyo huo una sababu ambayo imeridhiwa na waziri kupitia Tume ya Madini. Vinginevyo watakiwa uanze uchimbaji ndani ya miezi 18. Na wengine wote ambao wamepata hati ya makosa ambao wamejibu, tumewataka waeke na commitment, barua ya commitment kwamba wataanza uchimbaji lini, ambao katika barua hiyo pia ikitokea ya kwamba ameshindwa kukidhi kile ambacho kakisema kwenye barua, mkondo wa sheria utafuata taratibu zake hapo pasipo tena taarifa nyingine kutoka Wizara ya Madini. Kuna vitu ambavyo kama nchi lazima tuchukue hatua. Moja hapo ni hapa. Hatuwezi kuifanya nchi yetu ya kwamba mtu anaweza akaja hapa akachukua leseni afu akaenda kuitafutia mtaji. Sheria inataka mtu yote anayekuja kufanya maombi ya leseni lazima pia atoe uthibitisho wa uwezo wa kifedha na wa kiufundi
kabla ya kupata leseni. Leseni hii sio ni kupeleo uende kuitafutia mtaji. Maanake pia utakuwa umekiuka masharti ya sheria. Tumetoa muda wa siku 30 watuletee majibu yao. Kanuni ya haki ya asili, Principles of Natural Justice, inasema vizuri kabisa, usihukumu bila kusikiliza. Tumetoa siku 30. Pitia hoja zetu, utujibu hoja zetu. Kama kuna za kwenda site, tutakwenda site. Wale ambao hawatajibu wasitegemee kuna huruma nyingine yoyote. Na wamekuwa ni mabingwa kukimbilia mahakamani kwenda kushtaki serikali. Katika hili serikali haijakosea. Katika hili hakuna sehemu serikali imekosea. Sheria ipo, iko wazi. Yeyote nilimpa leseni akaanza uchimbaji, aje ni prove mimi wrong kwamba waziri umenipa hati ya makosa, mimi nachimba hapa. Tuko tayari kama serikali kwenda site tukaona kile ambacho wamefanya, nikaondoa zuio na katazo. Lakini vinginevyo hatuwezi. Mtaji wa trilioni 15, kampuni 7 tu zingewekeza hapa. Kuna mtaji wa trilioni 15. Leo ingekuwa mbali nchi yetu ya Tanzania. Kuna mtu hapa ana leseni tangu mwaka 2011. Hajawahi kuingiza hata kwa leo. Miaka 14. Hatuwezi kuvumilia jambo la namna hiyo hata kidogo.